So Jesus is alive. Kwa hiyo Yesu yuko hai. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Yesu yuko hai. The wells. Visima. I thank God I've been away for some time, though on Sunday I was around. Namshukuru Mungu nilikuwa sipo kwa kipindi fulani, ingawa Jumapili nilikuwepo. But I did not continue with the well. Lakini sikuendelea na kisima. I just want to connect to the flow of the well. Nataka kuendelea na mtiririko wa kisima. The well, Jesus the well. Yesu kisima. Hallelujah. 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 Jesus the well. Yesu kisima. 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 The well is alive. Kisima kiko hai. The well is alive. Kisima kiko hai. The well, Jesus is not dead. Kisima Yesu hajafa. The well, Jesus is not dead. Kisima Yesu hajafa. That's why this well ndio maana hiki kisima giveth forth the living waters. Kinatoa maji yaliyo hai. Because it is alive. Kwa sababu yuko hai. The well, Jesus, kisima Yesu gives forth the living waters. Anatoa maji yaliyo hai. Because the well is alive. Kwa sababu kisima yuko hai. The well is Kwa sababu alive. kisima yuko hai. The well, Jesus is Kwa alive. sababu kisima Yesu yuko The hai. well, Jesus is alive. Kisima Yesu yuko hai. I declare over Mbeya. Ninatangaza juu ya The Mbeya. well, Jesus is alive. Kisima Yesu yuko hai. I declare over your life. Tangaza kwenye maisha The well, yako. Jesus is alive. Kisima Yesu yuko hai. The well is alive. Kisima yuko hai. The well is not dead. Kisima hajafa. The well is alive. Kisima yuko hai. The well is alive. Kisima yuko hai. We draw forth the living waters. Analeta maji yaliyo hai. We draw forth Tunachota maji yaliyo from the hai. living waters. Kutoka kwenye maji We yaliyo draw hai. forth from the wells of the living waters. Tunachota kwenye kisima. Because the well is alive. Sababu kisima yuko hai. The well is alive. Kisima yuko hai. I declare over the city. Natangaza juu ya I jiji. declare over the peoples of the city Natangaza juu ya watu wa that kwenye the jiji. well Jesus is Kwamba alive. kisima Yesu yuko Let the hai. well Jesus flow over the city. Na Yesu kisima The atimike city kwenye of Mbeya. jiji la Mbeya. Let salvation come. Wokovu na uje. Let salvation come Wokovu na uje. over the city of Juu Mbeya. ya jiji la Let Mbeya. deliverance come Na ukombozi na uje. over the city of Juu ya Mbeya. jiji la Mbeya. Let prosperity come Na kufanikiwa na kuje. in the name of Katika Jesus. jina la Yesu. The well is not dead. Kisima hajafa. I declare, whether you agree with me or not, whether you keep quiet or not, whether you are passing through whatever you are passing through, I don't care whether you say amen or you do not say amen. I don't care. Amen ukisema sijali. I will not be intimidated by your demons. Sitatishwa na mapepo yako. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Jesus is alive. Yesu yuko hai. I will never be intimidated by whatever you are passing through. Sitatishwa na chochote unachopitia. I declare Jesus is alive. Ninatangaza Yesu yuko You're hai. keeping quiet to not draw me. I have known Jesus since I was young. Kukaa kwako kimya kunifanya chochote, nimemjua Yesu tangu. Whether you agree or not, Uwe unakubali whether au you say ukubali. Jesus is alive or not, Unasema Yesu yuko whether hai. you au shout or not, ukipiga but kelele au Jesus usipige. is alive. Lakini Yesu yuko hai. Jesus is alive. 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 Yesu yuko hai. The well, Jesus is alive. Kisima Yesu yuko hai. Therefore we draw forth the waters, the living waters from the living well. Kwa hiyo tunachota maji yaliyo hai kutoka kwenye kisima kinachoishi. When you draw the living waters from the living well, Ukichota maji kwenye kisima ambacho kinaishi, you become well. unakuwa mzima. Life becomes part of you. Maisha yanakuwa You sehemu ya are maisha filled yako. of his spirit. Unakuwa umejazwa na roho wake. Hallelujah. Hallelujah. So Mbeya, Jesus is alive. Kwa hiyo Mbeya Yesu yuko hai. Let the well Jesus start bubbling up. Na kisima Yesu na atokeze juu. Let the well Jesus start flowing over the city. Na kisima Yesu na atililike kwenye jiji.
The gates are opening over the city. Malango yamefunguka kwenye The mji. gates of righteousness. Malango ya The haki. gates of salvation. Malango ya The wokovu. gates of prosperity. Malango ya The kufanikiwa. gates of restoration. Malango ya kurejeshwa. Devil, the city of Mbeya is not under your control. Shetani, jiji la Mbeya haliko kwenye udhibiti wako. Mbeya belongs to Jesus. Mbeya ni ya Yesu. Mbeya belongs to Jesus. Mbeya ni mali ya Yesu. I declare Mbeya for Jesus. Ninatangaza Mbeya ni kwa ajili ya I Yesu. declare Mbeya for Jesus. Ninatangaza Mbeya ni kwa ajili ya I Yesu. declare all the families in Mbeya, Ninatangaza they are for familia zote Mbeya Jesus. ni kwa ajili ya Yesu. I declare healing over the families Natangaza in the city of uponyaji kwenye Mbeya. familia, juu ya Jesus Mbeya. is alive. Yesu yuko hai. Jesus is the healer. Yesu ni mponyaji. I declare over the powers of health over Mbeya to recede. Kwenye Mbeya, The powers of hell nguvu za kuzimu against the city of Mbeya kinyume na jiji la Mbeya to go back zirudi nyuma in the name of Jesus. katika jina la Yesu. I declare in the spiritual realm Ninatangaza katika ulimwengu wa that roho Mbeya, kwamba Mbeya, you are Mbeya, releasing your prosperity. tunaachilia kufanikiwa kwako. Mbeya, 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 you are releasing unaachilia your prosperity ustawi wako in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Because Jesus Kwa is sababu alive. Yesu yuko hai. Jesus is Kwa alive. sababu Yesu yuko hai. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Hear the word of the Lord. Sikia neno la The Bwana. land of Mbeya. Ardhi ya Mbeya. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Let the witches hear this. Wachawi na wasikie hivi. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Mbeya is for Jesus. Mbeya ni kwa ajili ya Yesu. Shout hallelujah. Piga kelele, sema haleluya. Shout hallelujah. Sema haleluya. Shout amen. Sema amen. Marabata pasha. Kerebete pesha. Jesus is alive. Yesu yuko hai. The yoke of the devil over the city of Mbeya. Nira za shetani kwenye jiji la Mbeya. Over the city of Mbeya. Juu ya jiji la Mbeya. Is broken. Zinavunjwa. Is broken. Inavunjwa. Is broken. Inavunjwa. Is broken. Zinavunjwa. The yoke of the devils. Nira za The shetani. yoke of demons. Nira za mapepo. The yoke of human demonic gates. Nira za wanadamu, malango ya kuzimu ya kipepo. Is broken. Zinavunjwa. Over the city of Mbeya. Juu ya jiji la Mbeya. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. The city dwellers are blessed. Wakazi wa mji wamebarikiwa. Wakazi wa mji huu wamebarikiwa. The city dwellers Wakazi wa mji. of the city, Wakazi wa they are blessed. wamebarikiwa. In the name of Jesus. Katika jina la I Yesu. declare the east gate of Mbeya. Ninatangaza malango yote ya Mbeya Open up. yafunguke. The west gate. Lango la magharibi Open up. lifunguke. The south gate. Lango la kusini Open up. funguka. The north gate. Lango la kaskazini Open up. funguka. Let the powers of God go through you. Nguvu za Mungu na ziende kwako. In the name of Jesus. Katika jina la In Yesu. the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. La yarabara Sabaribata. The well Jesus. Kisima Yesu. Jesus the well. Yesu kisima. Somebody has been healed now. Kuna mtu anaponywa sasa. Masatomika. The wells of healing is flowing over our lives. Visima vya uponyaji vinatiririka. Somebody is being touched by Kuna Jesus. mtu anaguswa na Yesu. You are being healed now. Ponywa sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Katika jina la Your Yesu. soul is being loosed. Nafsi yako inaachiliwa. Your soul is being loosed. Nafsi yako inaachiliwa. Your soul is being loosed. Nafsi yako inaachiliwa. Your soul is being loosed. Nafsi yako Your soul inaachiliwa. is being loosed. Nafsi yako inaachiliwa. Because he lives. Kwa sababu anaishi. You are going to face your tomorrow. Utaenda kuikabiri kesho yako. Because he Kwa lives. sababu anaishi. You are going to face your tomorrow. Utaenda kuikabili kesho yako. Because he is alive. Kwa sababu yeye anaishi. You are going to face your tomorrow. Utaenda kuikabili kesho yako. Because he is alive. Kwa sababu You are facing your tomorrow. utaikabili kesho yako. Because
Because he is alive. Kwa sababu anaishi. King's Global Tabernacle. King's Global Tabernacle. We are facing our tomorrow. Utaikabili kesho Because yetu. he is alive. Kwa sababu anaishi. You are facing your tomorrow. Utaikabili kesho Your yako. tomorrow is not determined by witches. Kesho yako haitabiliwi na wachawi. Your tomorrow is not in the hands of the witches. Kesho yako ipo kwenye mikono ya wachawi. Your tomorrow is not in the hands of the wicked people. Kesho yako ipo kwenye mikono ya watu waovu. Your tomorrow is not in the hands of the wicked. Kesho yako ipo kwenye mikono ya watu It waovu. is in the hand of the living Ipo Jesus. kwenye mikono ya Yesu anayeishi. It is in the hand of the living Ipo kwenye Jesus. mikono ya Yesu anayeishi. Therefore, Kwa hiyo by the power of Jesus, kwa nguvu za you Yesu are facing your tomorrow. utaikabili By the kesho. power of Kwa Jesus, nguvu za you are Yesu facing your tomorrow. utaikabili You are kesho. facing your today. Utaikabili You are leo. facing your tomorrow. Utaikabili na Your kesho. tomorrow is prosperous for you. Kesho yako imefanikiwa. Your tomorrow is prosperous for Kesho you. yako imefanikiwa kwa ajili Your yako. tomorrow is prosperous for you. Kesho yako imefanikiwa kwa For ajili he yako. thinketh good of you. For he is thinking good of you. Kwa sababu anakuwazia mema. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Whether you believe it or not, Iwe unaamini au Jesus hauamini. is alive. Yesu yuko hai. Some 4 weeks ago, Wiki 4 zimepita. the Holy Spirit spoke to my spirit Roho Mtakatifu aliongea na that roho start yangu. declaring that I'm alive. Kwamba anza kutangaza kwamba niko hai. I'm alive in the city. Niko hai kwenye mji. Declare over the city of Mbeya Tangaza juu ya jiji la that Mbeya. Jesus is alive. Kwamba Yesu yuko That hai. Jesus is alive. Kwamba Yesu yuko hai. Jesus is alive. Mfalme Yesu Jesus yuko is hai. alive. Yesu yuko hai. Jesus is 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 alive. Yesu yuko hai. As we shall be declaring Jesus is alive, Tutakapokuwa tunaendelea kutangaza kwamba Yesu yuko hai. the yoke of death over the city is broken. Nira ya mauti kwenye jiji inavunjwa. Over the families is broken. Juu ya familia inavunjwa. Over the businesses is broken. Juu ya biashara inavunjwa. Over our economic status as a city is broken. Kwenye hali yetu ya kiuchumi kama mji inavunjwa. Over our children this is broken. Juu ya watoto wetu As we inavunjwa. declare Jesus is alive, Tunapoendelea kutangaza kwamba the Yesu power of the yuko hai. grave Nguvu ya kaburi is broken over the city. inavunjwa juu ya mji. Broken over the city. Inavunjwa juu ya mji. Broken over the city. Inavunjwa juu ya mji. As we declare Jesus is alive, Tunapotangaza Yesu yuko the hai. yoke of death of our families Nira ya mauti kwenye is broken. inavunjwa. Over the works of our hands Kwenye mikono kazi zetu is za mikono. broken. Inavunjwa. Over our businesses Kwenye biashara is zetu broken. inavunjwa. Over the land of Juu Mbeya ya ardhi ya Mbeya is broken. inavunjwa. Over the waters of Mbeya Juu ya maji ya is Mbeya broken. inavunjwa. Jesus is alive. Yesu yuko hai. He is alive. Yuko hai. Jesus the well. Yesu kisima. The well is alive. Kisima yuko hai. The well has life. Kisima kina uhai. The well has life Kisima kina uzima. because it is alive Kwa sababu yuko hai. and he is the well. Na yeye ndiye kisima. Let these laws be established in the Na heavenlies. hizi sheria na ziwekwe katika mbingu. Let these laws be established in the heavenlies over the Na city. hizi sheria na ziwekwe katika mbingu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Every dead word Kila neno lililokufa spoken over your life lililotamkwa kwenye maisha is yako broken linavunjwa. because Jesus is Kwa sababu alive. Yesu yuko hai. It is broken Linavunjwa. at your workplace, Kwenye eneo lako la at kazi. your place of business, Kwenye eneo lako la biashara. over your shamba. Juu ya shamba lako. Every dead word Kila spoken neno over you lililozungumzwa juu yako is broken, linavunjwa. is destroyed. Linaharibiwa. Why? Kwa nini? Your Redeemer lives. Mkombozi anaishi. Your Redeemer lives. Mkombozi wako anaishi. Your Redeemer lives. Mkombozi wako anaishi. Your Redeemer lives. Mkombozi wako Your anaishi. Redeemer lives. Mkombozi wako Your anaishi. Redeemer lives. Mkombozi wako He anaishi. is not in the grave. Hayupo kwenye He kaburi. is not in the grave. Hayupo kwenye kaburi. He lives. Anaishi. He lives. Anaishi. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Let the graves of the city Na malango
jiji. Let the graves of the city hear this. Let the graves of the city makaburi ya jiji hear the word of the Lord. Na yasikie neno la Jesus is alive. Yesu yuko hai. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Let the graves of the city na makaburi ya jiji hear that Jesus is alive. Yasikie kwamba Yesu yuko He hai. defeated the power of the grave. Hizo kwenye nguvu ya hizo kaburi. He defeated the power of the grave. Alishinda nguvu ya kaburi. He defeated the power of the grave. Alishinda nguvu ya kaburi. He defeated the power of the grave. Alishinda nguvu ya kaburi. Jesus is alive. Yesu yuko hai. Maraba shakata. Riba sante. Keberekete. Robo sekeria. Jesus the well. Yesu kisima. John 4:5-30. Yohana sura ya 4 mstari wa 30. 5-30. Yohana sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 30. An encounter Jesus and the Samaritan woman. Kukutana kwa Yesu na yule. There was a place where they met. Kulikuwa kuna mahali walipokutana. And number 2, it was an encounter. Na jambo la pili lilikuwa ni kukutana. And that encounter brought about the conversation. Na kule kukutana kukaleta kuwepo na mazungumzo. And then the revelation. Na baadaye ufunuo. Jesus the living waters. Yesu maji yaliyo hai. Jesus the well that never dies. Yesu kisima kisichokufa. The well that never dies. Yesu kisima kisichokufa. The wells of the Holy Spirit. Kisima cha Roho Mtakatifu. Jesus the well. Yesu kisima. This well Jesus speaks. Huyu kisima Yesu anaongea. This well Jesus invites. Huyu kisima Yesu anaalika. The well speaks and the well invites. Kisima kinaongea na kisima kinaalika. The well Jesus. Kisima Yesu. It invites, it speaks. Kinakaribisha na kinaongea. Come to me. Njoo kwangu. All you that are heavy laden. Wote wenye mizigo mliolemewa na I shall give you rest. Nitawapa pumziko. Those that are thirsty. Wale ambao wana kiu. Come to me. Njoo kwangu. That's an invitation. Huo ni mwaliko. That's an invitation. Huo ni mwaliko. Hallelujah. Hallelujah. Our God is an inviting God. Mungu wetu ni Mungu anayealika. Come, let us reason together. Njoo tuhojiane pamoja. That is an invitation. Huo ni mwaliko. Come to me. Njoo kwangu. Come to me. Njoo. Come to me. Njoo kwangu. Come to me. Njoo kwangu. That's not a preaching, it's an invitation. Hayo sio mahubiri, ni mwaliko. Our God is an inviting God. Mungu wetu ni Mungu anayealika. And Jesus also invites. Na Yesu pia anaalika. And the Holy Spirit invites. Na Roho Mtakatifu anaalika. After coming to him, baada ya kuja kwake, if he speaks, follow me. Anaongea kupitia mimi. He speaks, follow me. Anaongea anasema nifuate. He speaks, follow me. Anasema nifuate. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 There are 3 things I want to speak concerning Jesus the well. Kuna mambo matatu nataka kuongea kuhusiana na kisima Yesu. Though the mystery of an invitation. Siri ya mwaliko. Or rather the power of an invitation could have been my preaching. Au nguvu ya mwaliko inaweza ikawa ndio mahubiri yangu. But I feel I have to continue speaking about Jesus first. Lakini nasikia kuendelea kuongea kuhusiana na Yesu. Though this month will be a month, starting from this month, we shall learn about invitation. Ingawa kuanzia mwezi huu tutajifunza kuhusiana na mwaliko. Amen. Amen. There is something special concerning invitation. Kuna kitu maalum kuhusiana na mwaliko. When someone invites you, mtu akikualika, you feel special. Unajisikia maalum. When someone invites you, mtu akikualika, you feel valued. Unajisikia kuthaminiwa. When someone invites mtu you, akikualika, you feel uplifted. Unajisikia kuinuliwa. Everyone craves for an invitation. Kila mtu anapenda kupata mwaliko. Hallelujah.
Amen. So let's put it aside Kwa hiyo first for now. tuiweke kando kwanza kwa sasa. I want to continue speaking concerning my Lord and my Savior. Nataka kuendelea kuongea kuhusu Bwana wangu. Welcome those that are watching us on YouTube and Facebook. Karibuni wale wote mnaotutazama kupitia YouTube And you people who have phones, share now. Na wale watu ambao mna simu mnaweza mkashare sasa. Share now King's Global Tabernacle Church. Shirikisha King's Global Tabernacle. There are some people wakihudhuria ibada, unaweza kufikia wanasikia ibada ya pale, wako huko lakini kumbe wako kwenye ibada nyingine. Kuna watu unaweza kadhani wako hapa kumbe hawako hapa. So share. Kwa hiyo shirikisha. Jesus the well. Yesu kisima. I have done a recap. Nimefanya kurudia. So Jesus, I just want to speak concerning 3 things. Nataka tu niongee kuhusiana na mambo matatu. Number 1, Isaiah chapter 12 verse 3. Jambo la kwanza, Isaya sura ya 2. Isaiah chapter 12 verse 3. Isaya sura ya 12 mstari wa 3. And then you shall read John chapter 4 from verse 5 there. Our text. Baadaye tutasoma Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 5. Isaiah chapter 12 verse 3. Isaya sura ya 12 mstari wa 3. Therefore with joy shall you draw water out of the wells of salvation. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. The wells of salvation. Visima vya wokovu. The wells of salvation. Visima vya wokovu. Jesus is the well of salvation. Yesu ndiye kisima cha wokovu. You want to be saved of anything. Unataka kujua kuhusiana na kitu chochote. You want to be saved. Unataka kuokolewa from anything. Kutoka kwenye kitu chochote. You want to be saved of anything. Unataka kuokolewa kutoka kwenye kitu chochote kile. From sin. Kutoka kwenye dhambi. From anything that is encountering your life. Kutoka kwenye kitu chochote unachokipitia kwenye maisha. Jesus is the well. Yesu ni kisima. Jesus means the savior. Yesu inamaanisha mwokozi. He is anointed to save. Amepakwa mafuta kwa ajili ya kuokoa. He is the well of salvation. Yeye ni kisima cha wokovu. He is the well of salvation. Yeye ni kisima cha wokovu. He is the well of salvation. Yeye ni kisima cha wokovu. He is the well of salvation. Yeye ni kisima cha wokovu. You want to be saved from whatever surrounds you. Unataka kuokolewa kutoka kwenye chochote kinachokuzunguka. Salvation from your enemies. Wokovu kutoka kwa adui zako. Salvation from the demonic traps. Wokovu kutoka kwenye mitego ya kipepo. There is a well called Jesus. Kuna kisima kinaitwa Yesu. Jesus is the well. Yesu ni kisima. He is the savior. Yeye ni mwokozi. He is the well of salvation. Yeye ni kisima cha wokovu. Tell your neighbor, Jesus is the well of salvation. Mwambie jirani yako, Yesu ni kisima cha wokovu. He is the well of salvation. Yeye ni kisima cha wokovu. I know that you are saved. Ninajua kwamba umeokoka. You may have a question that I don't need the way of salvation. I'm already saved. Unaweza ukawa na swali ukasema mimi sihitaji kisima cha wokovu, nimeshaokoka. No. Hapana. There is that you encountered the way of salvation when you were a sinner. Ni kweli ulikutana na kisima cha wokovu ulipokuwa mwenye dhambi. And you accepted the waters from the well of salvation. Na ukakubali maji kutoka kwenye kisima and cha wokovu. you became a new creature. Na ukawa kiumbe kipya. And you still need the well of salvation. Na bado unahitaji kisima cha wokovu. Amen. Amen. Still need the well of salvation. Bado unahitaji kisima cha wokovu. Because we have our day-to-day life. Kwa sababu tuna maisha yetu ya kila siku. Where we are to depend on the well of salvation. Ambapo tunatakiwa tutegemee kisima cha wokovu. So that we may be saved. Ili tuendelee kuokolewa. From the hands of the wicked. Kutoka kwenye mikono ya from waovu. the traps of the spirit of darkness. Kutoka kwenye mitego ya nguvu za from all sorts of the wicked kingdom of hell. Kutoka kwenye aina zote za ufalme za kuzimu. So Jesus is the well of salvation. Kwa hiyo Yesu ni kisima cha wokovu. If you are not saved, yes, you need to drink the well of salvation today. Kama hujaokoka ndio unatakiwa unywe kwenye kisima cha wokovu. If you are not saved, you still need to depend on the well of salvation. Kama hujaokolewa bado unatakiwa utegemee kutoka kwenye kisima because cha wokovu. Our life is full of opposition, full of trouble, full of
many negative things that we need to depend on the saving power of the well. Kwa sababu maisha yetu yanazungukwa na upinzani na kila aina ya shida, kwa hiyo bado tunatakiwa kutegemea kutoka kwenye kisima cha wokovu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Save me, Lord, Niokoe from this trap. kutoka kwenye huu mtego. Jesus is the well. Yesu ni kisima. Jesus the well. Yesu kisima. The well of salvation. Kisima cha wokovu. Therefore with joy Kwa hiyo kwa furaha shall you draw water out of the wells of salvation. mtateka maji katika kisima. Go before the wells of salvation. Nenda kwenye visima vya wokovu. With joy. Kwa furaha. The fruit of the Spirit. Tunda la Roho Mtakatifu. No matter what you may be passing through. Haijalishi unapitia wapi. We are to be full of joy. Tunatakiwa tuwe tumejazwa na furaha. Because joy is the fruit of the Spirit that lives in us. Kwa sababu furaha ni tunda la Roho ambalo linaishi ndani yetu. As we are with joy, tunapoendelea kuwa na furaha, then we shall draw water. Tutachota maji. Then we shall be led to the wells of salvation. Tutaongozwa kuelekea kwenye visima vya wokovu. When we are joyful, it does not mean that we are not facing anything that is negative. Tukiwa na furaha sio kwamba hatupitii jambo lolote ambalo ni baya. We are just exhibiting the character of the Spirit. Tunaonesha tu ile tabia ya Roho. The character of the Holy Spirit is the fruit. Tabia ya Roho Mtakatifu ni tunda of the Holy Spirit tunda la Roho Mtakatifu that manifests through us. ambalo linajidhihirisha kupitia sisi. He is so patient, he is so self-control. Ni namna ya kujidhibiti wewe mwenyewe. He is the Holy Spirit. Yeye ni Roho Mtakatifu. Yeye anatupa kuwa na ile kujidhibiti wenyewe binafsi. Hallelujah. 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 The joy of the Lord should be our strength. Furaha ya Bwana inatakiwa iwe nguvu yetu. And when we have the joy of the Lord as being our strength, na tukiwa na furaha ya Bwana kama nguvu yetu, we shall draw water tutachota maji out of the wells kutoka kwenye visima of salvation. vya wokovu. We are saved tumeokoka from the hands of the wicked. Kutoka kwenye mikono ya waovu. As a church, kama kanisa, we are saved tumeokoka from the hands of the wicked. Kutoka kwenye mikono ya waovu. Do not ever disconnect yourself from the wells of salvation. Usiache kujiunganisha na visima vya wokovu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. What would you like you to be saved of now? Unataka uokoke kutoka kwenye nini? Run to the well. Kimbilia visimani. As you go upon the name of the well. Unapolitia ili jina la kisima. The name of the well. Jina la kisima. Jesus. Yesu. Whoever calls upon my name. Kila anayelitia jina langu shall be saved. Ataokolewa. When you go upon the name of the well. Ukilitia jina la kisima. The name Jesus. Jina Yesu. The name Jesus. Jina Yesu. You shall be saved. Utaokolewa. From anything that has been entangling you. Kwenye kitu chochote ambacho kimekufunga. When you go upon the name Jesus. Ukilitia jina la Yesu. Whether you are born again or not. Uwe umeokoka au hujaokoka. Whether you are entangled with anything that is of the anything that is from the camp of the enemy. Uwe umefungwa na kitu chochote kutoka kwenye kambi ya adui. Whoever calls upon the name of the well. Yeyote anayelitia jina la kisima. And the well is Jesus. Na kisima ni Yesu. He shall encounter the well of salvation. Atakutana na kisima cha wokovu. Hallelujah. Hallelujah. When you go upon Jesus. Ukiitia jina Yesu. Make no mistake. Usifanye kosa lolote. There are times that you call upon the name of your father. Kuna wakati unalitia jina the name of your mama. Jina la mama yako. The name of your husband. Jina la mume wako. Your husband is just as close as you are on your bed. Mume wako yupo karibu na wewe kama vile ambavyo yupo karibu na kitanda. But it's never close to you as Jesus is. Lakini hayupo karibu na wewe kama ambavyo Yesu yupo karibu na wewe. That's why when he goes to the west and you are on the north. Ndio maana akienda magharibi na wewe uko kaskazini. You can't see him. Hauwezi kumuona. But Jesus. Lakini Yesu. An ever present partner. Ambaye yupo wakati wote, rafiki au mpenzi ambaye yuko wakati wote. An ever present friend. Rafiki aliyepo wakati wote. Whenever wherever you call upon the name Jesus.
wakati wowote unapolitia jina la Yesu, the well Jesus, kisima Yesu, the name of the well, jina la he is kisima, right there to give you the waters. yuko hapo kukupa maji, He is right there to save you. yuko hapo He is kukuokoa, right there to fight for yuko you. hapo kukupiga, He is right there to loose you. yuko hapo kukufanya uwe huru, He is right there to touch you. yuko hapo kukuweka huru. But when you go upon your husband, Lakini ukilitia jina la mume wako, when he is in Lindi, akiwa kule Lindi, and when you are in Mbeya, na wakati wewe uko you Mbeya, shall only hear the voice through your phone. utaisikia tu sauti kupitia simu yako. Hallelujah. Haleluya. His presence is no longer with you, Uwepo wake hauko na wewe, but the presence of the well, lakini uwepo wa kisima, the presence of the well, uwepo wa the kisima, presence of the well uwepo wa kisima is from everlasting to everlasting. ni kutoka milele hata milele. For the well said, Kwa sababu kisima anasema, the well said, sababu kisima kilisema, I shall never leave you or forsake you. sitakuacha wala I shall sitakupungukia, never leave you or forsake you. sitakuacha wala That is the sitakupungukia. well. Hicho ni So kisima. wherever you go, Kwa hiyo popote the unapoenda, well is right with you. kisima kiko pamoja na wewe. Wherever you go, Popote the unapoenda, well is right with you. kisima kiko pamoja na wewe. Whenever you go upon the name of the well, Wakati wowote unapolitia jina la kisima, the name Jesus jina Yesu, is right there with you. liko hapo pamoja na Is wewe. right there with you. Yuko hapo pamoja In na your wewe. difficulties, Kwenye wakati wako mgumu, in your opposition, wakati wako wa upinzani, in your valley, katika wakati wote unapothaminiwa, labda in your valley, katika mabonde yako, is with you. yuko pamoja nawe. That is the well I'm speaking of. Hicho ndio kisima He ninachokizungumza. is Jesus. Kisima Yesu. He is Jesus. Ni Yesu. The well Jesus. Kisima Yesu. The well Jesus. Kisima Yesu. The well Jesus. Kisima Yesu. As you are seated right there, Unapokaa mahali the hapo, well Jesus is right with you. kisima Yesu yuko hapo pamoja When nawe. you go upon the name of that well, Unapolitia jina la hicho it kisima, shall release salvation. utapokea uokovu. It shall release salvation Ataachilia wokovu from everything you are passing through. kwenye kitu chochote It shall unachokipitia. give you strength. Atakupa nguvu, It shall give you replenishment. atakupa kupumzika, It shall give you rest. atakupa It shall kupumzika, give you direction. atakupa mwelekeo. I am declaring to you Natangaza kwako that the well Jesus kwamba kisima Yesu has never ever left you. hajawahi kukuacha. Whether you are misunderstood, Uwe haueleweki whether you are understood, au unaeleweka, whether you are loved, uwe unapendwa, whether you are loved uwe unapendwa or you are not loved, au haupendwi, the well still remains the well. kisima anaendelea kuwa ni kisima. Jesus Christ to you. Yesu Kristo kwako. Jesus Christ to you. Yesu Kristo kwako. Jesus Christ to you. Yesu Kristo kwako. It is a personal well. Ni kisima cha kwako binafsi. Ni kisima binafsi. Eh? It is a personal well. Ni kisima binafsi. Personal well. Kisima binafsi. Personal well. Kisima binafsi. Personal well. Kisima binafsi. That's why you are to have resolutions. Ndio maana unatakiwa uwe na maamuzi. That no one will take me away from the well. Kwamba hakuna mtu atanitoa kwenye kisima. No one will take me away from the well, Jesus. Hakuna mtu atanitoa kwenye kisima Yesu. I can't hear you. Are you hearing? Mnasikia? Je, mnasikia? No one will take me away from the well, Jesus. Hakuna atakayenitoa kwenye kisima Yesu. No one. Hakuna yeyote. Who will separate you from the well, Jesus? Nani atakaye kutenga kutoka kwenye kisima Yesu? You have to have a concrete 100% resolution. Unatakiwa uwe na maamuzi yako mwenyewe ya 100%. That no one, kwamba hakuna whether your husband, awe mume wako, whether your husband, awe mume wako, whether your wife, awe mke wako, whether your wife, awe mke wako, whether your children, wawe ni watoto whether wako, your children, wawe ni watoto wako, your work, kazi your yako, business biashara should yako, never separate you from the well. Usitenganishe wewe. The moment you shall be separated from the well, muda wowote
kwenye kisima, it will be history for you. itakuwa ni historia kwako. Spiritually. Kiroho. Spiritually. Kiroho. Spiritually. Kiroho. You may become a monument instead of being a movement of the spirit. Kiroho unaweza ukawa kama sanamu hivi badala ya kuwa ni mtu ambaye anatembea katika roho. Because you have separated yourself. Kwa sababu umejitenga mwenyewe from the well. Kutoka kwenye kisima. The well of salvation. Kisima cha wokovu. The well of salvation. Kisima cha wokovu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Is that well. Ni kisima hicho. And you shall read on your own John 4 verse 5 to 30. Na utasoma mwenyewe Yohana sura ya 4. Number 2. Wa 5 mpaka wa 14. John chapter 4 verse 14. Jambo la pili, Yohana sura ya 4 mstari wa 14. John chapter 4 verse 14. Yohana 4:14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. It is the well of life. Yeye ni kisima cha uzima. Jesus is the well of life. Yesu ni kisima cha uzima. When I started introducing this message, I spoke of Jesus being the well of living waters. Nilipoanza kulileta hili somo nilimtambulisha Yesu kama Yesu kisima cha maji yaliyo hai. Now I'm introducing to you him. Sasa namtambulisha yeye kwenu. The well of life. Kisima cha uzima. Without Jesus. Bila Yesu. Without the well of life. Bila kisima cha uzima. No life. Hakuna maisha. The present life, maisha ya sasa, and the eternal life, na maisha ya milele, without Jesus, bila Yesu, no matter what you may have, haijalishi una nini, no matter how successful you are, haijalishi umefanikiwa as much as Jesus, God desires us to be successful, vile ambavyo Mungu anataka sisi tufanikiwe, but within the perimeters of his life, lakini ndani ya uzima wake. Hallelujah. Hallelujah. It is the well of life. Yeye ni kisima cha uzima. It is the well of life. Ni kisima cha uzima. The present life. Maisha ya sasa. How is your life? Maisha yako yakoje? Is your life with life? Je, maisha yako yana uzima? Is your living with life? Je, maisha yako yana uzima? Is your living with life? Je, unaishi na uzima? Au kuishi kwako kuna uzima? Is your living, your day-to-day living, maisha yako ya kila siku, is the life Jesus in your living? Je, maisha ya uzima wa Yesu yako kwenye maisha yako? Sometimes we are full of ourselves. Wakati mwingine tunakuwa sisi wenyewe. Selfishness. Tunakuwa na ubinafsi. Selfishness. 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 Ubinafsi. We even detach ourselves from the well of life. Tunajitoa kutoka kwenye kisima cha uzima. No Jesus, no life. Hakuna Yesu, hakuna uzima. Shout amen. Sema amen. Shout amen. Amen. Because what I'm speaking, that is it. Kwa sababu ninachokisema, whatever you do outside the perimeters of the life of Jesus, chochote unachokifanya nje ya uzima wa Yesu, may look as if it is alive but it is dead. Kinaweza kikaonekana kama kiko hai lakini kimekufa. Whatever you start is Jesus involved. Chochote unachokianzisha kama Yesu amehusishwa. Is Jesus involved? Kama Yesu amehusishwa. Je, Yesu amehusishwa? Je, Yesu amehusishwa? It may start as if it is life. It is alive.
kinaweza kikaanza kama kiko hai, but when the winds come, lakini upepo ukija, that will be time when you shall start calling upon Jesus. Hapo ndio kipindi ambapo utaanza kulitia jina la Yesu. What are you building? Je, unajenga nini? What are you doing? Unafanya kitu gani? Whatever you may be involved in, chochote ambacho unakifanya, is it at the center of the well of life? Je, kipo kwenye kisima cha uzima? Is it at the center of the well of life? Je, kipo ndani ya kisima cha uzima? Je, kipo katika kini? Amen. Is he involved? Je, amehusishwa? After being saved, baada ya kuokoka, we cease to be slaves of the devil. Tumeacha kuwa watumwa wa shetani, but we become slaves of Christ. Lakini tumekuwa watumwa wa Yesu. That's why we call him, ndio maana tunamuita Lord. Bwana. We only do that which he is mandating us to do. Tunafanya tu kile ambacho anatuagiza kukifanya. Whatever you do, be it spiritual, be it whatever. Chochote tunachokifanya, kiwe cha kiroho, chochote. The well of life. Kisima cha I introduce to you Jesus. Namleta kwenu Yesu. Being the well of life. Kisima cha uzima. Let's run to the well of life. Tukimbilie kwenye kisima cha uzima. Let's run to the well of life. Tukimbilie kwenye kisima cha uzima. As we run to the well of life. Tunapokimbilia kisima cha uzima. When we encounter the well of life. Tukikutana na kisima cha uzima. The power of death leaves. Nguvu ya mauti inatuachia. Because life and death does not coexist. Kwa sababu mauti na uzima haviwezi kukaa pamoja. Life and death does not coexist. Mauti na uzima haviwezi kukaa pamoja. They never coexist, never. Haviwezi kukaa pamoja kamwe. Where there is death, palipo na mauti, there is no life. Hakuna uzima. Where there is life, palipo na uzima, death must go. Mauti lazima iondoke. Death must go. Mauti lazima iondoke. Death must go. Mauti lazima iondoke. So he is the well of life. Kwa hiyo yeye ni kisima cha uzima. And I declare to you, na natangaza kwako, Jesus being the well of life. Yesu aliye kisima cha uzima. Let life come over you. Uzima na uje kwako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 The well of life is Jesus. Kisima cha uzima ni Yesu. The present life, maisha ya sasa, and the eternal life, na maisha ya milele, is centered on Jesus. Yamewekwa kwenye kiini ambaye ni Yesu. The life Jesus. Uzima Yesu. How you have accepted him, how you are following him, vile unapomfuata na vile ulipomkubali. My God, the well of life. Kisima cha uzima. Verse 6. Mstari wa 6. 14 verse 6. John 14 verse 6. Yohana sura ya 14 mstari wa 6. My God. Yohana 14 mstari wa 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. I am the way. I am the truth. Mimi ni kweli. I am the life. Mimi pia ni uzima. Jesus declared. Yesu alitangaza. And even today is saying. Na hata leo anasema. There is no any other way. Hakuna njia nyingine yoyote. There is only one way. Kuna njia moja tu. Jesus. Yesu. In the present age, katika wakati huu, we are being introduced that there are so many ways to God. Tunaambiwa kwamba kuna njia nyingi kuelekea kwa Mungu. There are so many ways. Kuna njia nyingi. That is a gospel from the pit. Hiyo ni injili kutoka shimoni. There are so many ways. Kuna njia nyingi. No, there is only one way. Hapana, kuna njia moja tu. And the way is Jesus. Na njia ni Yesu. The way to salvation is Jesus. Njia ya wokovu ni Yesu. The way to prosperity is Jesus. Njia ya kustawi. There is only one way. Kuna njia moja tu.
even when approaching Jesus, we do not approach him through his mother. Hata tunapomwendea Yesu hatumwendei kupitia mama yake. Mama yake, his mother was also just a disciple after finishing of the ministry of birthing Jesus. He was a disciple. Mama yake alikuwa ni mwanafunzi tu, baada ya kumaliza kazi ya kumzaa Yesu akawa mwanafunzi tu. Hallelujah. Hallelujah. So it's only one way. Kwa hiyo kuna njia moja tu. Shout amen. Sema amen. So he declared. Kwa hiyo alitangaza. I am. Mimi ndimi. There will never be any other I am. Hakutakuwa na njia nyingine ila. There will never be any other I am. Hakutakuwa na njia nyingine. There will never be any other Hakutakuwa na njia I am. nyingine ila mimi. There will never be any other I am. Hakutakuwa njia nyingine ila mimi. He knew that time will come. Na alijua kuna wakati utafika. That some people will define themselves as ways. Kwamba kuna watu watajitambulisha wao kama njia. I am the way. Mimi ni njia. The truth and the life. Mimi ni njia na kweli na uzima. No man comes unto the Father but by me. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. So Jesus is the well of life. Kwa hiyo Yesu ni kisima cha uzima. He is the well of life. Ni kisima cha uzima. He is the well of life. Ni kisima cha uzima. He is the well of life. Kisima cha uzima. He is the well of life. Kisima cha uzima. He is the well of life. Kisima cha uzima. He is the well of life. Kisima cha uzima. Jesus is the well of life. Yesu ni kisima cha uzima. Jesus the well. Yesu kisima. Churches are not wells. Makanisa sio visima. Churches only becomes wells. Makanisa yanakuwa visima for the sake of the well. Kwa ajili ya kisima. Amen. Amen. But in themselves, lakini yenyewe kama yenyewe, they are just buildings. They are just buildings. Ni majengo tu. They only become wells of salvation, wells of life, when the churches are connected to the well. Yanakuwa visima vya wokovu au visima vya uzima yanapokuwa yameunganishwa na kisima. And this well is Jesus. Na hiki kisima ni Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 23. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Romans chapter 6 verse 23. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. For the wages of sin is death, but the gift of life, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Eternal life. Uzima wa milele. Present life and eternal life. Maisha ya sasa na maisha ya milele. Jesus is the well. Yesu ni kisima. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 11 verse 25. Yohana sura ya 11 mstari wa 25. The wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. But the gift of God is eternal life through Jesus. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia. So death and life can never coexist. Kwa hiyo mauti na uzima haviwezi kukaa pamoja. And death, the life of death has been defeated by the life of life in Jesus. Na uzima wa mauti ulishindwa kwa uzima ulio ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. And he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. He is the well. Yeye ni kisima. He is the well. Yeye ni kisima. Let the well of life encounter the well of life. Kutana na kisima cha uzima. So that everything that surrounds you, ili kila kitu ambacho kinakuzunguka, when you are surrounded with the life of the dead, ukiwa unazungukwa na maisha na uzima wa mauti, the life of the dead, maisha ya waliokufa, na maisha ya waliokufa, let life of the well of life come.
na maisha ya uzima na yaje kwako. Kisima cha uzima na kije kwako. Hallelujah. Hallelujah. The well of life. Kisima cha uzima. Without Jesus we are nothing. Bila Yesu sisi si kitu. Because he himself said, kwa sababu yeye mwenyewe alisema, without me you can't do anything. Bila mimi hamwezi kufanya lolote. Without the well of life we are dead. Bila kisima cha uzima tumekufa. No matter how beautiful we are. Haijalishi sisi tuko vizuri. How handsome we are. Haijalishi ni mzuri we are so smart. Haijalishi tuko vizuri. Without Jesus dead. Bila Yesu tumekufa. That's why this season we are to fortify our relationship with Jesus. Ndio maana majira haya tunatakiwa tuimarishe uhusiano wetu na Yesu. Because without him, kwa sababu bila yeye nothing. Hakuna kitu. Without him, bila yeye nothing. Hakuna kitu. Without him, nothing. Bila yeye hakuna kitu. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Jambo la 3. John chapter 5 verse 1 to 9. Yohana sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Jesus the well. Yesu kisima. The well of salvation, the well of salvation. Kisima cha wokovu. The well of life. Kisima cha uzima. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Now there at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethsaida, having 5 porches. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 5. In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, heart withered, waiting for the moving of the water. Ndani ya hao jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water. And whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatever disease he had. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka, akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Whoever was first to enter there, yeyote aliyekuwa wa kwanza kuingia, he was made whole. Alikuwa anaponywa. He was healed. Alikuwa anaponywa. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. Kulikuwa kuna mtu pale amepooza miaka 38. When Jesus saw him lay and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, will that be made whole? Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa na hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? The impotent man answered him, Sir, I have no one, when the water is troubled, to put me into the pool. But when I am coming, another steppeth down before me. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapotibuliwa, ile wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Jesus said unto him, Rise up by thy bed and walk. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Rise up, inuka, simama, and walk. Na utembee. Rise up, inuka, and walk. Na utembee. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato. Here is a scenario. Kulikuwa kuna hii. There was a Bethsaida pool, the pool of Bethsaida. Kulikuwa kuna birika la Bethsaida, where people were being healed. Ambapo watu walikuwa wanaponywa. And there was a man, na kulikuwa kuna mtu, who was paralyzed for 38 years. ambaye alikuwa amepooza kwa miaka 38. And he had no one to put
him into the pool when it was stirred. Na alikuwa hamna mtu ambaye anaweza akampeleka birikani likitibuliwa. Yeah. Now Jesus was by the pool. Na Yesu alikuwa pale karibu na birika. And he saw him. Na akamuona. Now we have 2 pools now there. Hapo sasa tuna visima, tuna mabilika mawili. The pool Bethsaida. Bilika la Bethsaida. And the well Jesus. Na kisima Yesu. He was waiting for the angel to come and tifua. Alikuwa anamsubiri malaika aje na atibue. But for him, lakini kwake yeye, the well Jesus has followed him where he was. Kisima Yesu amemfuata pale alipo. And it was the well of healing. Na kilikuwa ni kisima cha uponyaji. So number 3, Jesus is the well of healing. Kwa hiyo jambo la 3, Yesu ni kisima cha uponyaji. The well of healing. Kisima cha uponyaji. The well of healing. Kisima cha uponyaji. So he asked the impotent. Kwa hiyo alimuuliza yule aliyepooza. Would you like to be made whole? Je, unataka kuponywa? And he started explaining. Na akaanza kueleza. I do not have anyone to put me into the pool. Sina mtu wa kuniweka birikani. When it has been stirred up. Kikiwa kimetibuliwa. When I start stepping forward to the pool. Nikianza kuelekea kwenye birika. I am overstepped by others. Kuna watu wananitangulia. He was explaining to the well. Anaelezea kwa kisima. Not knowing the well has paid a visit to him. Asijue kwamba kisima amemtembelea. It's the well of healing. Yeye kisima cha uponyaji. Jesus is the well of healing. Yesu ni kisima cha uponyaji. By the stripes of the well. Kwa kupigwa kwa kisima. We are healed. Tumepona. In my name. Kwa jina langu. You shall cast out demons. Mtatoa mapepo. You shall lay hands on the sick. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa. And they shall be made whole. Na wataponywa. By the name of the well. Kwa jina la kisima. And the well of healing. Na kisima cha uponyaji. I don't know. Are you understanding, you people? Je, mnaelewa? Mnaelewa? Wote wanaosinzia nendeni nyumbani. Na kuruhusu kwa amani. Alafu tuonane Jumapili ijayo kama au Alhamisi. Tusimame. I'm finishing off when we are all standing. Namalizia wakati wote tukiwa tumesimama. When Jesus saw him lay and knew that he had been in that condition. Do you know that Jesus sees you? Unajua kwamba Yesu anakuona. Mbona mwitikie amen? Jesus sees you. Yesu anakuona. In whatever situation, you know, he saw him in that situation of 38 years impotent, paralyzed. Alimuona katika ile hali yake ya kupooza miaka 38. There are some prayers that are so religious. Kuna maombi yako kidini sana. Oh God. Mungu. Do you see me? Unaniona? Unaniona mimi Bwana, mjoli wako. Asikuone kwani ni kipofu? Yakikulemea usije kumpa Mungu kitu asicho nacho. Bwana wewe, unaniona kweli? Umeniona vizuri? Aliyeweka macho asione. Anaona yote unayoyapitia. Anajua alianzaje, anajua unaumwa nini, anajua ni wapi walikuchomekea, anajua kila kitu. Sema amina. Amen. Sasa ndio namtambulisha kwako, yamkini ndani ya dakika chache hizi akuponye. Amen. Aingilie kati. Amen. The Bible says Jesus saw him. Biblia inasema Yesu akamuona. Jesus sees you. Yesu anakuona. In your condition. Kwenye hali yako. He saw him in his condition of 38. In fact, the Bible says when Jesus saw him and knew that he had been now a long time in that case. Biblia inasema Yesu alipomuona na akajua kwamba yupo katika ile hali kwa muda mrefu. He knows that you have been in that situation for so many years. Anajua kwamba uko kwenye hiyo hali kwa miaka mingi. He knows. Anajua. Tell your friend he knows. Mwambie rafiki yako anajua.
He knows that you have been surrounded with that for so long. Anajua umezungukwa na hilo kwa muda mrefu. But today when you are plugged in, lakini leo ukiunganishwa to the well of healing, kwa kisima cha uponyaji, you are going to be healed. Utaenda kuponywa. The healing of your soul, uponyaji wa nafsi yako, and the healing of your mind, na uponyaji wa akili yako. The healing of your soul, uponyaji wa nafsi yako, mental healing, uponyaji wa akili yako. We do not have a lunatic here. Hatuna kichaa hapa. A mental healing uponyaji wa akili kivipi? Just check your thought life. Fikiria tu, angalia maisha yako ya mawazo. Are they thoughts of someone who is not? Je, ni mawazo ya mtu ambaye hayuko? Ana afya. Ya mtu ambaye ana afya. Mgeukie mwenzako. Hayo mawazo unayoyawaza ukiwa peke yako, kweli ni mawazo ya mtu aliye na afya kweli? Mwambie tu kwa amani. Nasema rafiki yangu. Mwambie hivi, Mwana Kings. Mwambie kwa sauti, we, mwambie Mwana Kings. Hivi maisha yako, ulimwengu wako wa mawazo, kweli unaonyesha ya kwamba kuna afya kweli? So we need some sort of mental healing. Kwa hiyo tunahitaji uponyaji wa akili. We need healing of our souls. Tunahitaji uponyaji wa nafsi zetu. Because the well is here. Kwa sababu kisima kiko hapa. And it is the well of healing. Na ni kisima cha uponyaji. We need healing of our bodies. Tunahitaji uponyaji wa miili yetu. And I declare today, na natangaza leo, any kind of sickness you are healed. Kila aina ya udhaifu umeponywa kwao. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are healed. Umeponywa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Marada Kaba. Is anyone not yet born again? Je, kuna yeyote ambaye bado hajaokoka? Come in front. Karibu mbele. Before we declare some decrees here. Kabla tujafanya matamko fulani hapa. You need Jesus. Unamhitaji Yesu. The well on YouTube and Facebook, Instagram. Na tutazama kwa YouTube, Facebook na you Instagram. Need the well of salvation. Nahitaji kisima cha wokovu. Jesus. Yesu. If you are under any oppression, kama uko chini ya mateso yoyote, you need to be healed. Unahitaji kuponywa. There are some people here. Kuna watu hapa. In your left hand, mkono wako wa kushoto, your heart, moyo wako, is right now hapa sasa paining. It's like someone is piercing something that is sharp. Unakuuma, ni kama kuna mtu anakuchoma na kitu chenye ncha kali. Come in front. Njoo mbele. Nasikia kwenye moyo wako kama kuna mtu anachoma kitu kwenye ncha kali. Come. Namashata. Wale wanaotaka waokoke waje mbele. Kama unataka kuokoka. The arrow of death, I command it in the name of Jesus. Go. Katika jina la Yesu. Go. Ondoka. Get out! I loose you in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are free. Uko huru. Marabatakasa. Hallelujah. Hallelujah. The well of healing. Kisima cha uponyaji. You want to be healed. Unataka kuponywa. Whatever you want to be healed of. Chochote unachotaka kuponywa. It may be a physical thing, mental things, your soul. Kinawezekana cha kimwili, the works of your hands. Nafsi yako, kazi yako ya mikono. Whatever. Chochote. Raise up your hands where you are. Nyosha mkono mahali ulipo. There are some people that God is healing their. Kuna watu ambao Mungu anawaponya. Their veins. Anaponya mishipa yao ya damu. Your veins of your leg, left leg. Mishipa yako ya damu ya mguu wa kushoto. Your vein has been paining. Imekuwa ikikuuma. Kuanzia hapa. Kuanzia hapa.
kama kitu nikitamka kwa neema ya Mungu, nikitamka kama inakuhusu, unakuja mbele. Unajua unakuja mbele. Na sovarasha sikavaroshanta varente fosika. Naamini mmeelewa. Nimesema pain, maumivu kwenye mishipa, alafu ikivuta inavuta mpaka inaondoka. Saa hizi naomba tunyoshe mikono juu yao. Get out now in the name of Jesus. Loose, 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 you powers of hell. Get out. Name of Jesus. Name of Jesus. You spirits of hell, you demons, I command you to loose. Come out. Come out. Come out. Now. 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 Come out. You spirit of witchcraft. Get out. Let her go. Let her go now. Let her go. Let her go now. You serpent. You serpentine spirit. You serpent, go. Now. In the name of Jesus. Tuendelee kuomba, usikae kama nilivyosema nani. Endelea kuomba huko, endelea kuomba. Get out. The name of Jesus. I loose you. 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 Now, in the name of Jesus, you are loosed. I loose you. Now, be loosed in the name of Jesus. 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 I loose you. You are loosed. Be loosed. Funguka. Sasa kwa jina la Yesu. Maraba. Be loosed in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I loose you. You are loosed. In the name of Jesus. You are loosed. In the name of Jesus. You are loosed. In the mighty name of Jesus. You are loosed in the mighty name of Jesus. Funguka, mshipa wako unaachiliwa sasa. Unaachiliwa sasa. Ratapashata. Reketekesika. Loose. Go. I loose you. Kilichoingizwa kwenye mshipa wako kupitia ndoto. Kupitia ndoto. Kupitia ndoto. Kupitia ndoto. Kupitia ndoto. Kupitia ndoto. Kama sirinje. Sindano ikaingizwa, wakaingiza kwenye mshipa wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Saizi. Sasa. Iyo nguvu ya mauti inakuachia. Get out. Loose. 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 Get out. Loose. 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 Go. 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 Now in the name of Jesus. Get out. I reverse the spirit of death. I reverse the spirit of death. I reverse the spirit of death. Now. Now. In the name of Jesus. Loose. Simama vizuri. Ratapata. Mwachie. Sarakata. Mwachie. Sarakata. Satabasa. Satakata. Patsabara. Shekete. Shetele. Shatala. Uinua. Nachia. I loose you. In the name of Jesus. Marapadepe. You are loosed.
You are loosed. You are loosed. You are loosed. In the name of Jesus. You are loosed. In Jesus' name. I reverse every power of death. The name of Jesus. Ratantam Pasha. Zarita Pasha. I command you loosed. Funguka sasa. Mishipa yako inaachiliwa. Now. Maharabata. Rebebebebebes. Roboroborobos. Rabarabarabas. Shekekekebos. Rababababab. Rebebebebebes. Rababababas. The name of Jesus. I break that circle. I break that circle. Navunja wa mduala uliozungushwa juu yako. Wakaparaka. Now in the name of Jesus. Be loosed. You powers of hell. Be loosed now. In the name of Jesus. Be loosed. Be loosed. Loose your veins. I loose your veins. I loose your soul. 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 I loose your soul now. The name of Jesus. You are free. La pasopata ridikibota. Kila moja inua mikono yako. Shakapata. Taenda kulitia jina Sarutaka. Mwachi tuasimame hapo hapo. Eti wakachola mduala kuzunguka. Wakakuweka katikati. Wakaanza kuimba nyimbo za kuzimu. Wakaanza kuachilia misindano ya kipepo. La kaskata. Galaskatala. Upanga kati yao kule uishiko na mali ufanyapo kazi. Maradikasa. Darisa kata. Na mashika. Na malinda yao yanawekwa wazi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakanyaga nyoka wao. Now! In the name of Jesus. Marabasha. Sabarabata. Mwacha. Ribasabata. Katala. Let that serpent die. Let that serpent die. Let that human serpent die. Huyo binadamu nyoka. Die. Na afe. Huyo binadamu nyoka aliyeongoza huo msafara afe. Sumu yake inaharibiwa ndani yako. Amen. Yote walivyoweka ndani ya mwili wako, mishipa yako. Riba shaka. Sekerika. Sibarakasha. Ribasha. Now. Rabasha. 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 Rababa. Seberebesh. Now. Katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako. Sema Yesu. Yesu. Ninaenda kuita jina moja Yesu. Alafu vile kwa neema ya Mungu nimesema kisima cha wokovu, kisima cha uzima, kisima cha uponyaji. Vikatibuliwe. Amen. Alafu utaingia kutamka my father Shaba. Madhihirisho ya hivi visima vitatu yatatokea hapa. Yameanza. Kama umezungukwa na wingu la mauti, utakapotamka Yesu kisima cha uzima, umauti utaondoka. Lakini utamke sio kutamka kama mtu ametoka kwa kumaanisha kwa sauti. Sema Yesu.
Yesu. Yesu. Tangaza Yesu. Yesu. Wewe ni kisima. Wewe ni kisima. Yesu. Yesu. Wewe ni kisima. Wewe ni kisima. Kisima cha wokovu. Kisima cha wokovu. Napokea wokovu. Napokea wokovu. Kisima cha uzima. Kisima cha uzima. Napokea uzima. Napokea uzima. Kisima cha uponyaji. Kisima cha uponyaji. Napokea uponyaji. Napokea uponyaji. Yesu. 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 Kisima cha wokovu. Kisima cha wokovu. Napokea wokovu. Napokea wokovu. Kisima cha uzima. Kisima cha uzima. Napokea uzima. Napokea uzima. Kisima cha uponyaji. Kisima cha uponyaji. Napokea uponyaji. Napokea uponyaji. Sasa katika jina lako. Katika jina lako. Endelea kwa nguvu zako, kwa sauti yako, kutoa sauti yako. Mungu anatenda. Toa sauti yako, ongeza, endelea kumwitia Yesu. Paza sauti. Lahikambala kasa. Lahikambala kasa. Rekende bebebe kota. Zikimbarakadeke koka. Ongeza moto, ongeza moto, ongeza moto. Achia sauti yako. Achia sauti yako. Achia sauti yako. Arabababa. Jesus. Tamka tu kwa sauti jina lake. Kisima cha uponyaji, kisima cha wokovu, kisima cha uzima kwenye maisha yako, maisha ya familia yako, ndoa yako, biashara yako, kanisa lako, kazi yako. Jesus. 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 Tumepaki dakika chache. Ongeza moto, ongeza moto. Rababababa. Jesus. 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 Oh, rababababa. The wells of salvation. The wells of healing. In the name of Jesus. Osara kamata. Rekente beshika. Rombondo kosopoto. Rekende beshikiraba. Jirabaragara. Rabaragara bagara. Ribaragara bagaraba. Segere begere begere. Sagara bagara bagaraba. Let the wells of salvation in your life flow. In your family flow. The wells of salvation, let them flow in your life, in your family, in your community, at your workplace. In the name of Jesus, the wells of life, let them flow. The wells of healing, let them flow. The wells of healing, let them flow in your family, in your business, in your life. In the name of Jesus. Glory to Jesus. Inua mkono yako. Mikono yako miwili. Sema, Yesu. Yesu. Wewe ni uzima. Ulitangaza. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yawe. Yesu. Wewe ni uzima. Kisima cha uzima. Kisima cha uzima. Nguvu zote za kabuli juu yangu, familia yangu, hazina mamlaka kuanzia leo katika jina la Yesu.
Hebu tangaza kisima cha uzima. Unapotangaza, nguvu zote za kaburi na mauti zinaondoka juu yako. Mauti juu ya biashara yako, kazi yako, ndoa yako, maisha yako. Era heka bare halaboshi. Heka bare heka tabasha. Eseperia batapata. Eseperia bata. Eseperi katapa. Katapa rekete. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uzima juu yako, juu ya familia yako. Juu yako, juu ya familia yako. Rababababa. Rababababa. Rebebebebepe. Shagaba repetepete. Sarimanda pasho. Majira yote. Marimanda maroko toposha. Ongeza moto, achilia sauti, achia sauti. Visima vya mauti vinaondolewa juu yako. Visima vya mauti vinakauka. Visima vya mauti vinaondolewa juu yako kwa jina la Yesu. Kisima cha uzima, Yesu mwenyewe. Marapa shagata. Let there be life. Kukawa uzima, ishi. Kukawa uzima, ishi. Kukawa uzima, ishi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Maraba shaka. Ramakata. Kwa wale ambao mmekuwa mkija kwenye maombi, kuna kitu ambacho nilianza mwezi uliopita kwa habari ya majira ya kulazimishwa. Majira yote yaliyowahi lazimishwa juu yako. Majira ya mateso, majira ya magonjwa, majira ya ufukara, majira ya mapepo, majira ya kuzimu, majira yoyote yale. Najizuia nikiingia ndani tutaonana. Ni neno ambalo Mungu amelisema juu ya taifa. Sasa Mungu anaenda analiminya mpaka kwa mtu binafsi. Sema kuna majira ambayo yanatakiwa yaanze baada tu ya uchaguzi, yatakayobebwa na 7, kwa sababu ni awamu ya 7. Lakini kusanyiko la kipepo linataka kulazimisha majira fulani juu ya Tanzania. Sasa tuachane na hiyo. Nikianza kuongea Tanzania, majira yote yaliyowahi lazimishwa juu yako. Danieli sura ya 7:24, 3:24 inaongea kwa habari ya kwamba atakaye jaribu kubadilisha majira na nyakati. Inaelezea kwa habari ya mpinga Kristo. Kwa taarifa yako, hajadhihirika lakini roho yake ipo. So analazimisha. Kalenda ya Mungu pengine ni kwamba wewe uwe hivi saizi. Yaani uwe umefika pale, lakini shetani au upande wa adui unalazimisha kalenda yake. Wangapi tunaelewa ninachosema? Unalazimisha yale majira ambayo sio majira ya kimungu. Waliokuwepo jana kwenye maombi nilipita vifungu vingi sana. Kwa namna vile kwenye Biblia walitaka walazimisha. Hata hiki kifungu cha Yesu alipozaliwa, Herode alitaka kuweka majira ambayo sio majira ya Mungu juu ya mtoto Yesu. Yesu ambao ilikuwa ni alama ya majira mapya ya ukombozi, wokovu, urejesho. Herode akawa na hila kutaka kufunika majira ya Mungu, akataka kumua Yesu. Majira gani ambayo yamelazimishwa juu yako?
Kuna wengine hapa mlitakiwa muwe mmeshaolewa au mmeoa, lakini kuna mawakala wa kipepo wametamka majira ya kipepo. Wengine mlitakiwa muwe sehemu fulani, wengine mlitakiwa pengine kama ni cheo ulishapandishwa, wengine biashara itakiwa isiwe ni biashara ya milioni 5, ilitakiwa iwe ni biashara ya milioni 50. Na alama moja wapo inaonyesha kwamba kuna majira wewe yamelazimishwa, ni mzunguko hapo hapo mpaka umepata kizunguzungu. Ni hapo hapo. Ni yale. Ni majira gani yamelazimishwa juu ya jina lako? Juu ya biashara yako, familia yako? Nainuka sahihi. Kwa dakika 2-3 utatamka, utayakatayo majira, utayapindua majira yote ambayo sio majira ya Mungu yanaolazimishwa juu yako. Amen. Wana wa Israeli, majira ya Mungu ilikuwa ni miaka 400. Roho ya Farao ikalazimisha miaka mingine 30. Wakaondoka miaka 430. Lakini majira ya Mungu, japo ilikuwa ni mateso, lakini alisema mtaenda kule miaka 400. Lakini wakakaa kule miaka 30. Unajua kwamba kuna wengine vitu vingi sana Mungu alishawafanyia, lakini bado kuna shida. Kama unanielewa sema amen. Amen. Kama umeelewa mara ya pili sema amen. Amen. Kama umeelewa kabisa useme nimeelewa. Nimeelewa. Kwa sababu utakapoinuka kuondoa hii majira, anza kuondoa, lalua. Kuna matamshi yanayotamkwa na watu yanaozalisha majira ya kipepo juu yetu. Laana huzalisha majira ya kuzimu. Matamshi yoyote yanatamkwa yasiyo matamshi mazuri yanabeba majira yaliyo mbaya. So hapa tunaenda kuomba maombi ya WW wako ni wako. Ukikaa kimya hakuna wa kukuombea, kwa sababu ni majira yako. Mimi nitakuanzishia tu, lakini tunaomba mfululizo dakika 5 tu. Nikisema amen amen. Ama jia kuna watu waliofukiwa hapa, waliofunikwa vitu. Kila mara ni kusikia tu uzito usio wa kawaida ukiamuka. Sio kwamba umezeka kiasi cha kusahau hata ulipoweka ulichoandika kizuri. Sio kwamba umezeka kiasi hicho. Majira gani? Tunakataa majira ya wahenga. Babu zetu nini tunayakataa? Ya mateso. Patali kaba. Inua mkono wa kulia. Sema yawe. Leo katika jina la Yesu, sauti yangu. Sauti yako imefanya nini? Haitoki. Leo katika jina la Yesu ninatangaza majira yote ya kipepo yaliyobeba ajenda ya kuzimu, ajenda ya kipepo, ajenda ya mateso yaliyolazimishwa juu ya maisha yangu. Hayo majira yanapinduliwa, yanaharibiwa. Endelea sasa, endelea kuondoa majira yote ya kishetani, ya kipepo, ya kuzimu, ya magonjwa, ya mauti, majira yote usiyotaka yaliyolazimishwa na shetani, yaliyolazimishwa na ufalme wa kuzimu. Yapindue. Ukipindua unatangaza majira ya Mungu, kile kusudi la Yawe kwa ajili yako. Majira haya patapata, majira haya pashapata. Oriba na ongeza moto. Achilia na makofi ya Yawe ndani ya makofi yako. Ongeza moto. Nikisema ongeza moto, sauti yako. Alafu hapo ulipo unatembea kidogo hapo shabata. Sepelebete petaba. Kama ni kazi
kazini kwako, majira yote ya mateso, majira ya kipepo juu ya biashara yako, juu ya jina lako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya pesa yako, juu ya maendeleo yako, hayo majira yanapinduliwa. 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 Wanaoyasimika hayo majira wanafungwa kwa jina la Yesu. Wanaosimamia hayo majira ya kipepo, ya kishetani dhidi yangu, dhidi yetu, wanafungwa kwa jina la Yesu. Leo ongeza moto, ongeza moto. Maria bata alibuka zao kwa moto wa Roho Mtakatifu. Alibuka zao kwa jina la Yesu. Alibu majira ya ondoe, majira ya kulazimishwa, majira ya kulazimishwa, majira yote yaliyobatilishwa tukapandikizwa, majira ya kipepo yanafutwa katika anga la Mbeya. Maisha yako, familia yako, kazi yako ya mikono, parakado priada bagada reberekete perandaba ribrangada parandaba, katika jina la Yesu. Zimebaki dakika 3, ongeza moto. Achia na makofi kwa nguvu, ongeza sauti na moto kabisa. Endekepelapa, pindua hayo majira ya kuzimu, majira ya faraka, majira ya majini, majira ya majini yaliyolazimisha juu yako. Majini hayo yafunge, yaamuru yarudi yalikotoka. Magonjwa, magonjwa, uchawi, uchawi, repe shekete, repe shekete, repe shekete, repe shekete, oriba la pasaka, esaberia, repe shekete. Mebaki dakika 1, ongeza moto, ongeza moto. Mebaki dakika 2, ongeza moto, ongeza moto. Araba baba baba. Hey, wicked imposed decisions of our lives, over the church, I destroy. I call forth the east wind to blow against you, 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 in the name of Jesus. Majira yange, majira ya nyoka, majira ya nzige, majira ya madumadu, majira ya palale yanaondolewa kwa jina la Yesu. Marabo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Dakika 1 hiyo baki. Anza kutamka yale majira aliyoyaamuru Mungu kwako saa hizi ya dhihirike. Ya dhihirike. Kila majira ina aina ya watu ambao inatakiwa ukutanike nao. Kila majira. Kwa sababu kuna watu ambao unaweza ukawa huko kwenye majira yako ya kiungu, lakini watu uliokusanyika nao, unaokutanika nao, unaounganika nao, wakaabort, wakasababisha yale majira yasichanue kwa kiwango kile kizuri. Majira ya mauti juu ya maisha yako yamekoma. Mauti ya biashara, mauti ya kazi, katika jina la Yesu Kristo. Sasa tamka majira ya kimsema katika jina la Yesu. Jehova, Yahweh, ninasimika, ninatangaza, ninaachilia majira yako uliyoyaamuru juu yangu yakadhihirike, yanadhihirika. Hebu yatamka yote dakika 1, tamka hayo majira ya kimungu juu yako. Haya. Arababa, tangaza, tamuka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Amen. Majira yote yaliyolazimishwa juu ya kanisa yakaharibiwe. Amen. Juu ya Kings Global Tabernacle yanapinduliwa. Amen. Majira yote ya kuzimu yaliyowekwa juu ya majira ya kimungu ya kanisa yanapinduliwa kwa jina la Yesu. Amen. Hayo majira yanabatilishwa. Amen. Majira yanaondolewa ya kipepo juu ya kanisa. Amen. Tunasimika majira ya kimungu. Amen. Juu ya Kings Global Tabernacle. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Jesus. 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 Yesu. 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 Amen. Amen. Yesu. Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to God.